Kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Amen. Nataka mjue. Mzee kidogo kale guys, kama ni mic. Okay, imezima tayari. Hata ya kwangu. Anasema nataka mjue ya kwamba kichwa maana kiongozi wa mwanaume yoyote ni Kristo. Tumeelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kiongozi wa mwanamke ni mwanaume. Swali ni moja. Mahali wanaposema uongozi, pana utawala na pana majukumu. Pana wajibu. Pana utawala, pana majukumu, kuna wajibu wa huyu mtu. Kila kiongozi ana wajibu wake. Ameitwa kuwahudumia wale ambao anayowaongoza. Maana yake katika ulimwengu wa roho, kama mwanamume bado hajaoa katika umri ambaye yeye anajua sasa ni majukumu yangu ya kuingia kwenye ndoa, ili anapambana hiyo changamoto, bado kuna kitu kimekosekana. Kama mwanamke na yeye ambaye Biblia inasema kichwa cha mwanamke, maana yake kiongozi wa mwanamke ni mwanaume. Kama huyu mwanamke hajampata mume katika maisha yake, bado kuna vitu vingi, bado kuna mambo mengi, bado kuna mambo yasiyoweza kutimia katika maisha yake kwa sababu ya hiyo jambo tu. Katika ulimwengu wa mwili, watu wamefanya mambo yao ya kawaida. Mungu wa neema hajawahi kupuuzia jambo hili hata siku moja. Ingawa shetani ameleta mioyoni mwa watu kwamba ndoa sio chochote. Uongo. Ndoa sio chochote. Kuwa kwenye ndoa sio chochote. Mbona una kazi yako tu? Mbona una biashara yako tu? Mbona una madiploma yako tu? Mbona umejenga tu? Mbona usifanye mambo yako tu? Hapana. Ndoa ni mpango wa Mungu kwa kusudi ya kuongoza watu na watu kufika katika hatua. Na ndio maana anasema kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Maana yake kama mwanamke kichwa chake ni mwanaume, basi kama huyu mwanamke hajaolewa bado hajatimia. Kama huyu mwanamke yupo kwenye ndoa bado hajatimia. Hapa ninaongelea kwanza wale wanaohitaji ndoa. Na wale ambao wanayosema kwamba nimeshazaa watoto wangu, sitaki ndoa, wanaume wananichanganya. Bado kuna kitu. Bado wewe ni nusu rohoni Mungu akikuangalia. Biblia inasema kichwa cha mwanamke ni mume wake, ni mwanaume. Kwa majira yanapofika, mtu anajitambua sasa naweza kuolewa, inahitaji Mungu amkutanishe na mtu atakayekuwa baraka kwake ili utimie. Kwa hiyo kwa wewe ambao hujaolewa, bado wewe ni kiwiliwili. Sema kiwiliwili. Bado wewe ni kiwiliwili. Uwe na madollars, uwe na mairo, uwe na fedha zote za Kitanzania, kama bado hakuna ndoa, wewe ni kiwiliwili. Katika ulimwengu wa roho hujatimia. Kuna vitu ambavyo bado havijakaa sawa. Ndio maana ile hatua imeonyesha ya kwamba Yesu mwenyewe ana kiongozi wake. Maana yake kama Yesu ana kiongozi ambaye ndiye Mungu. Kwa hiyo Mungu, mkitaka kuomba, Yesu anasema mkitaka kuomba semeni Baba yetu aliye mbinguni. Lolote mtakayoomba kwa jina langu, Baba yangu atawapa. Maana yake Baba ni kiongozi wangu. Baba ndiyo mtawala wangu. Na Yesu anamiliki pia mwanaume. Yesu anamtawala mwanaume. Na mwanaume anamtawala mwanamke. Kutawala sio kumfanya mtu kuwa mtumwa, hapana. Nia ni kwa ajili ya kutimiza makusudi ya Mungu au mpango wa Mungu duniani. Mtu mmoja anasema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana
inapofika katika anga ya kuomba kwa ajili ya ndoa, usije ukacheza. Niliwaambiaka siku moja hapa, na ninaongea kwa ajili ya vijana wale ambao wanahitaji ndoa na wale wanahitaji kuoa, sijui kuolewa. Nilipotambua maisha ya familia yetu kadri yalivyo, wakati ule ndo niko form 5, niliwaambia ya kwamba nilikuwa naenda kanisani kwa sababu nilikuwa mtumishi ambaye kazi yangu ilikuwa kuongoza ibada, kutafsiri, mhubiri katika nchi ambapo nilipotoka. Nilikuwa nikitoa sadaka nikimwambia Mungu, nahitaji nije kumwoa mke mzuri ambaye atakayekuwa baraka katika maisha yangu. Sikuhitaji uzuri kwanza wa sura, nilihitaji mtu ambaye atakayekuwa msaada katika kile nitakachokuwa nacho. Siku ninayokutana na mke wangu huyu, sura yake ilijaa chunusi ambaye kwa sasa hata mtu mwingine akimwangalia asingemuoa. Chunusi ilijaa mpaka mama moja kwenye kanisa akaniambia, waliojaa machunusi hivi maana yake wameathirika. Lakini kwa sababu maombi yalitangulia tayari, niliamini maombi pasipo kuangalia mtu. Nilikuwa na uhakika na Mungu kwa sababu base yangu, msingi wangu ulikuwa na uhakika. Nilijua Mungu aweza kaniumiza. Nilijua. Unaposema omba kwa ajili ya ndoa, omba. Usijidai na uzuri. Kama watu wakiolewa kwa uzuri, basi wazuri wanayojuza dunia hii wasingekuwepo. Sio uzuri unaolewa, sio elimu inaolewa, sio kila kitu unachokijua kinacholewa. Kinacholewa kwanza ni neema. Neema ya ndoa inahitajika katika maisha ya mtu. Hebu mpigie Yesu basi. Anahitaji kujua na tunahitaji kutambua, na Mungu anasema kichwa cha mwanamume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mume wake. Maana yake kama wewe ni kiwiliwili, hauwezi kujiongoza. Kuna vitu ambavyo unahitaji. Wakongo wanasema kwamba nguvu ya mamba ni maji. Sifa ya kila mwanamke ni ndoa. Uongo kweli? Sifa ya kila mwanamke ni ndoa. Pambano utakavyo wote, utakavyo wewe, jione unavyojiona wewe, sifa ya kila mwanamke ni ndoa yake. Ndoa ndiyo sifa. Ndoa ndio uthibitisho wa mtu mwenyewe kujiona kwamba sasa Bwana wa majeshi amenitendea baraka. Si ndio hivi lini? Tumpigie Yesu makofi mazuri. Kwa nini tunahitaji kuomba kwa ajili ya ndoa? Kwa nini wewe unahitaji kuomba, na kwa nini nahitaji kukuombea pia? Kwa sababu moja, kuipata ndoa kwa mpango wa Mungu haijawahi kuwa jambo rahisi. Narudie, mtu kuingia kwenye ndoa kwa mpango wa Mungu haijawahi kuwa jambo rahisi. Tutasoma na nyinyi mistari hapa, mtaona haijawahi kuwa jambo rahisi. Haijawahi kuwa jambo rahisi. Mpaka Mungu anaamua kumleta Hawa kwa Adam, ni kwa sababu uhitaji ulikuwepo mkubwa. Kwa sababu moyo wake ulihitaji kitu zaidi. Lakini wakati ule Adam alikuwa bado hajajua kama kuna mwanamke, ila kulikuwa uhitaji wa jambo aliyokuwa nalo ndani ya moyo wake. Kupitia ile uhitaji ndipo Mungu akaona uhitaji na akatengeneza. Maana yake mpaka mtu aingie kwenye ndoa inategemeana ya kwamba uhitaji, moto ulio ndani yake ni uko kiasi gani. Unaweza ukamchochea Mungu kuleta. Narudia tena, Mungu angemuumba moja kwa moja, angemtengeneza moja kwa moja Adam na Hawa,
lakini aliacha. Kwa hiyo kuna uhitaji uliongezeka katika moyo wa Adamu. Kuna kitu kiliongezeka, kuna moto mkali wa uhitaji wa msaada ndani ya moyo wake, ndipo Mungu akajibu mahitaji yake. Hapana kupuuzia. Wanaposema omba kwa ajili ya ndoa, usipuuzie. Hadi na miaka 23. Hata ukiwa na miaka 23, mwakani itakuwa 24. Ukipuuzia itakuwa 25. Ukipuuzia itafika 30 na ngapi huko. Hapana kupuuzia jambo hili. Usipuuzie. Usije ukapuuzia. Nakwambia tena, hapana kupuuzia mwanangu katika jambo hili. Waliolewa haijawahi kuwa jambo rahisi kwa mpango wa Mungu, lakini shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Kama mwanamke kichwa chake ni mwanaume, Biblia inasema kabisa mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Maana yake ili ufanikiwe zaidi na kupiga hatua, kuna mahali lazima utukuke. Angalia sasa, tusome Biblia hiyo. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7. Kwa nini nimewaleta? Nimesema viongozi wote wa ibada wawe hapa. Natamani mambo haya wayashike kwa ajili ya majira yanayokuja. Nyinyi ndio mtakayokuwa watu wa kufundisha mambo haya, ili watu na mabinti zetu kwa nyakati zinazokuja wafunguliwe na wajue usamani wa ndoa. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7. Biblia inasemaje? Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Ndio. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Anasema mwanamke ni jamani. Utukufu ni sifa. Yaani utukufu ni sifa. Anasema mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana yake ili mwanaume atukuke, aendelee na kufanikiwa, anamhitaji mwanamke kwenye maisha yake. Sasa Biblia inasema mwanamke ni utukufu. Maana yake hivi ulivyo pale, wewe ni utukufu, na ule utukufu hauwezi ukadhihirisha mpaka utakapoolewa. Kwa sababu wewe sio utukufu wako mwenyewe, wewe ni utukufu wa. Wewe ni utukufu wa. Ninaposema kuolewa hapa sijasema kukaa. Kwa sababu unaweza kusema mbona nimekaa, na sio kukaa, naongelea kuolewa kwanza. Nitenda tu hadi hatua. Mwanaume anapata utukufu wake kutoka kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni utukufu ambaye akiwa peke yake hawezi akaishi ule utukufu. Akiwa peke yake hakuna utukufu utakayoonekana. Akiwa peke yake hakuna mafanikio yatakayojidhihirisha sana katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa roho. Shangilia kwa ajili ya Yesu Kristo. Maana yake palipo mwanamke anahitaji kujua ya kwamba anapolewa kuna kitu, kuna vitu, kuna mabadiliko. Ndio maana kama umeingia kwenye ndoa ukaona mume wako akaanza kufanikiwa, mafanikio yale yametokana na wewe pia. Wewe ndio chanzo hicho. Kwa sababu pale palipo ndoa, moja kwa moja utukufu unahitaji kudhihirisha. Wanadamu wa dunia, ulimwengu ukasema palipo na mwanaume aliyofanikiwa, nyuma yake kuna mwanamke. Maana yake kwa sababu gani? Maana yake kuna mtu nyuma yake anayodhihirisha nguvu, anayodhihirisha uwezo wa mafanikio. Kwa hiyo wewe ni utukufu wa mtu. Kwa maana unahitaji kuomba Mungu usije ukakutana na watu hapa ukaendelea kuzini, utaupoteza ule utukufu. Utakuja kuolewa umeshakuwa bure, empty. Sasa kuliko mwanaume kufanikiwa ni baraka jamani. Umeingia kwenye ndoa, umemkuta mwanaume ana gari, akapata gari. Umeingia kwenye ndoa, ukamkuta ana hela milioni 3, umeingia akawa na milioni 7 kama msingi. Ni baraka. Hata wewe unajiona, nilipokuja nilikukutana nini? Nilikukutana na pikipiki kale tu. Sasa hivi wewe unakuwa chanzo cha utukufu. Hawezi akawa ni kiburi juu
yako, kwa sababu unakuwa chanzo cha yale. Wewe unakuwa utukufu. Sema amina kwa jina la Yesu. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Yesu Kristo aliye. Sema amina katika jina la Yesu. Kama upo hapa uliingia ukabadilisha maisha, kama kuna mwanaume anakaza kukwambia nitakufukuza kwenda kwenu, namwambia hapondoki mtu hapa. Nilipokuta ulikuwa nani na kale kagari kako ka zamani, sasa hivi umenunua gari, sasa haondoki mtu hapa. Hebu tuligeso ndio. Unaona kiburi, hicho ni kiburi cha kimungu. Kwa hiyo wewe uliopo hapa unahitaji kujua kwamba ndani yako kuna nguvu, ndani yako kuna uwezo. Ndio maana hauhitaji kutamani tu nionewe paka na mtu ambaye ana tayari na makampuni. Akija utukufu kwa Bwana kama jaji wa makampuni, kwa sababu ni utukufu. Amini, kupitia wewe mtapata hayo makampuni na yosema. Sema amini. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Kwa sababu Biblia inasema mwanamke ni utukufu. Katika lugha ya Kifaransa tunasema gloire. Maana yake utukufu ni neno, tunasema ni uwezo wa sifa isiyokuwa na mwisho. Kwa tafsiri ambayo yani ni uwezo wa sifa isiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo wewe ni chanzo cha sifa ya mtu. Wewe ni chanzo cha sifa ya mume atakayekuoa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo kama mtu hajaolewa, ndani yake bado ule utukufu utajidhihirisha tu wakati ambapo atakapoolewa. Ndio maana tunahitaji kuomba ili kwamba uishi. Una ndoto nzuri sana. Sasa hiyo ndoto 100% huwa inatimia au Mungu anaitimiza zaidi. Hata serikali ya dunia hii inatufundisha vitu ambavyo watu hawaelewi. Hebu twende kwenye mfano wa serikali ya dunia. Yaani hauwezi ukawa rais wa nchi ukagombea au mwanaume au mwanamke kama hujaolewa. Haiwezekani. Haiwezekani, haitatokea. Hauwezi ukachaguliwa. Kuna ngazi nyingine kiserikali hapa, hauwezi ukachukuliwa kuweka hapo kama hujaoa au kama hujaolewa. Kuna mtu mmoja amenyelewa vizuri. Maana yake kuna viwango vingine hauwezi ukapandishwa kuongezeka ni mpaka uwe umeolewa au umeoa. Maana yake kama dunia inatufundisha hivyo, rohoni ikoje? Kama wanadamu wana mipango ya namna hiyo, rohoni inakuaje? Pigia makofi mazuri. Nitende haraka tena. Wewe umeumbwa kwa ajili ya mwanamume. Umeumbwa kwa ajili yake. Kwa sababu bila wewe huyu mtu haendi. Kwa hiyo maana yake katika kitabu kile Wakorintho wa kwanza 11:9, mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume. Kusema neno kuumbwa kwa ajili ya, maana yake nini? Maana yake ni hivi. Kwa sababu huyu mwanaume alikuwa akihitaji msaada, joto la moyo wake lilikuwa kubwa kwa kutaka mtu wa kumsaidia. Mungu amemtengeneza mwanamke ili akawe zaidi msaada. Maana yake mwanaume hakamiliki bila mwanamke, mwanamke pia hakamiliki bila mwanaume. Kuna vitu katika ulimwengu wa roho bado vitakuwa havikai sawa. Wakorintho wa kwanza 11:9. Tusome na tuingie sasa kwenye jambo la pili. Biblia inasemaje? Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Mwanaume hajaumbwa kwa ajili ya mwanamke, ila mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Maana yake ni kwa ajili ya msaada huo. Ndio maana Biblia hapa sasa imesema wewe ni utukufu wa. Angalieni mfano. Ilete mfano wa mtu ambaye ana ndugu yake amefanikiwa, waziri, mbunge, si ndio hivyo? Ni kaka yako. Si kuna ile sifa? Ile sifa huwa sio ya kwake peke yake. Kwa sababu ya cheo chake, wote ambao ni ndugu zake, wote ambao ni damu yake, wale wote wanakuwa ni sehemu ya hiyo sifa. Unaona mtu anasema,
Usimchezee yule. Kakake ndio yule mbunge wa jimbo fulani. Yule kakake ndio mkuu wa jeshi. Yule kakake, kwa nini? Kupitia utukufu wa kaka, familia yote nzima inaheshimika. Maana yake kama wewe ni utukufu wa mwanamume, maana yake kupitia wewe mwanaume anahitaji kuheshimika. Maana yake Mungu ameandaa heshima kwa njia hiyo. Na shetani kwa kujua haya akaona ni vyema pambane mno kuzuia, kuleta changamoto moja ili watu wasiolewe. Ndio maana ndoa sio jambo la masiara kulipata katika ulimwengu wa roho. Mtu mmoja anasema amen. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa shetani ana kazi ambayo anayoifanya. Kuna watu ambao anawafunga ili wasitimize hatima yao katika ndoa zao. Leo tutavunja kila kufuli zilizokamata ndoa za watu. Utatumia maombi kuvunja kila kufuli lililokamata ndoa ya watu. Jambo lingine na hatua ya pili, kwa wale ambao bado hawajabarikiwa pia, hiyo jambo pia linakuwa ni shida. Wale ambao, ninaanza na wale walioamua kukaa. Njoo tusogezane. Njoo tusogezane. Njoo tusogezane haina baraka. Hiyo bado sio ndoa. Tumeelewana vizuri kabisa katika. Kuna sehemu hapo kuna utukufu wa kwako hauwezi ukatumika. Kwa sababu bado hakuna ile baraka. Katika ulimwengu wa roho, kinacholeta baraka kwanza, nisikilize, si kwanza mikono mchungaji anayeweka kwenye kichwa cha mtu. Kinacholeta baraka kwanza kwenye ndoa si mikono mchungaji anaiweka juu ya kichwa cha mtu. Ni kiwango chochote cha fedha kilichotoka kwa mwanaume kuingia kwa mwanamke. Maana yake chochote kilichotoka kama alama, inaweza ikawa milioni moja, inaweza ikawa laki moja, inaweza ikawa laki mbili, inategemea na familia imekubalianaje. Kuna mtu mmoja amenyelewa vizuri katika. Ndio maana katika Biblia hii hakuna mahali walibariki ndoa mtu kanisani. Haipo. Hakuna mahali kuhani aliwahi kubariki ndoa. Haipo. Haijawahi kutokea. Haipo kwenye Biblia. Tafuta, soma utakavyo. Haipo. Je, manake kubariki ndoa kanisani mbaya? Hapana, sio mbaya. Ile nahitaji ni kutengeneze kwanza chanzo chako. Kwa hiyo ili kwamba nguvu ionekane, inahitajika kwanza, ili utukufu ulionao uonekane, inahitajika kwanza patokee kitu kinachoitwa nini? Nini? Makubaliano ya familia na familia. Unajua huyu mwalimu ana binti yake au ana kijana wake wa kiume. Na katika familia huku, huyu mama na binti yake. Hawa wawili, huyu mama si ndo anaozesha binti yake. Huyu mama akisema na familia yake na mume wake kwamba tunaamua kumpeleka binti yetu kwa njia ya kitenge tu, hicho alichokifanya ndio baraka. Katika ulimwengu wa roho, watu hao wakiishi watafanikiwa sana. Ndio maana wazee wa zamani na watu wa zamani hawakwendaka makanisani, ingawa kwa waganga ukalo wachao. Hawajawahi kuacha hata na uchawi wao. Hawakuwahi kuchukua mke wa mtoto wa mtu mpaka watoe mahali. Wanapambana kuheshimu mahali sana, kwa sababu mahali ndio yanaleta uhalali wa baraka katika maisha ya watu. Unajua mahali, hata kama watu wameolewa, huyu ameoa huyu ameoa huo, ni wachawi, ni waganga, hawajaokoka. Wao Waislamu sio la, yaani mahali kisha tolewa tu lazima, kwa sababu ni jambo ambalo Mungu ameliweka kwa watu wote. Kristo ni kichwa cha mwanaume, sio kwamba ni mmoja mwanaume wa waliokoka, wanaume wote dunia nzima. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu. Ndio maana neno ndoa iheshimiwe na watu wote, sio kwamba kwa sababu ni ya Waislamu. Hata wao Waislamu wanahitaji ndoa yao iheshimiwe. Maana yake neno ndoa sio neno la jambo nisemeje? Sio neno ambalo linaloenda kwa sehemu, ni jambo ambalo liliopo kama msimu wa mvua, liliopo kwa watu wote. Ndio maana ili baraka idhihirike,
utukufu ulio ndani yako. Ili uvirike, jambo la kwanza, hakikisha kama wewe ni mwanaume umetoa kitu kwenye familia ya mke wako. Ndio maana ukitaka uende mbali, kama upo katikati yetu haujawahi kutoa mahali au kitu chochote, pambana kwanza. Hata kama itakuwa ni 250,000, hata kama itakuwa 300,000, hata kama itakuwa shingapi, pambana kwanza familia ya upande wa pili iwe imeridhia na kuachilia. Hapo ndipo baraka zitaanza. Kuna watu wanapambana sana katika hilo, kwa sababu kila unachoenda kuchukua, unachukua nini? Unaenda kuchukua utukufu wako. Sasa huo utukufu huwezi ukauchukua bure. Unahitaji kitu kitoke, waruhusu ule utukufu. Ule mzazi aachilie kutoka ndani ya moyo wake kwamba sasa nenda, basi tunakuruhusu muishi. Wakati mtakapokuwa tayari, basi mtakuja kutoa mahali au kumaliza tena. Kama wameshawahi kuruhusu tena hivi kwenye familia, sio mbaya. Unajua kuna familia ambayo pia waliamua wao kama wao. Sawa, mtu ameenda, mama mimi kiukweli sina pesa hapa, sijui nini. Wakamwambia pambana basi, toa hata 1,500,000 ya mabibi zake. Ile siku mtakapobarikiwa, basi mtakuja kutoa mahali. Hicho kitu kilichofanyika tayari ni baraka. Kuishi na mtu pasipo ridhaa ya wazazi wake ni laana. Sema amen. Hapana kutaka msogezane, hamtasogezana mahali, mtazunguka. Sasa kuzimu kutakuwa na hili, kwa sababu watu wanakusanyika pamoja. Kuna vitu Lucifer atakuwa naimba. Utukufu wa kwenda huko utakuwa unanyang'anywa. Utukufu wa kwenda huko utakuwa unanyang'anywa. Kwa hiyo ni mwanaume ni mwanamke hawatakuwa na mafanikio yoyote kwa sababu ya hiyo. Mungu atusaidie sana. Ndio maana usikubali kusogezwa. Wewe unasogezwa, wewe ni Mungu, wewe ni nani? Wewe ni furushi. Wewe ni furushi jamani, mpaka usogezwe. Tunasogezwa. Wanasemaje? Njoo tusogezane. Sogea tuishi. Sogea tuishi. Tusogeze maisha. Na wewe ndio tusogeze basi. Sasa tangu mwanzo kusogeza, angalia hivi. Jasho linamwagika kila mara na kila wakati. Leo Mungu wa neema akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kwenye maombi uingie, tutakapoomba vunja kufuli inayokamata moyo wa ule mtu ili kwamba asende. Ndio maana nikauliza swali moja, kwa nini wanaume si wanayosimaka nataka kwenda kwenu? Asilimia kubwa ni wanawake. Kwa nini? Lini utakuja? Kwa nini unauliza? Kwa sababu bado paka moyo wako haujakuwa na amani. Paka bado moyo wako haujakuwa na furaha. Ndio maana lini utakuja sasa? Utaenda kujitambulisha lini? Unakuwa kama hapana. Ukivunja lile kufuli iliyokamata moyo wa ule mwanaume, atasogea na kwenda pale ambapo unapotakiwa. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo azetalia. Kwa hiyo unaweza ukasema lazima, mbona sasa mimi nimeolewa na Muislamu hataki kanisa? Mimi sijakwambia umlete mpaka hapa. Nilichosema ni kwamba yeye huyu ukimwombea, moyo wake ukifunguka, akaamua kutoa chochote kadri watakavyokubaliana na familia yako, kutoa chochote na familia yako ikaridhia, tayari baraka zitaendelea. Ndio maana swala la ndoa kwanza sio swala la mchungaji, ni swala la familia. Ndio maana waliokuwa wanabariki ndoa sio wachungaji wala makuhani, ni wazazi. Ndio maana Mungu ameachilia neema ya kubariki kwa wazazi. Kwa hiyo huyu mzazi ndio mwenye mamlaka ya kubariki ndoa ya mwanae. Unaelewa hicho? Yaani nguvu ya kubariki Mungu hakuwapa kwanza makuhani, aliwapa kwanza wazazi. Hicho kitu ndio maana ndugu zetu Waislamu wamekielewa, na ndivyo wanavyotumia sana nguvu ya wazazi. Wazazi ndio wakuongea. Wazazi sijajua kwa sasa hivi, lakini kwa desturi niliona kwa Waturuki, watu wa Saudi Arabia, kuendelea kuwasoma ni wao. Hawa wazazi ndio wana mamlaka. Sana sana mama ndio mwenye mamlaka na binti yake, hata kijana wake. Kwa hiyo kama huyu Mwalimu Magota atabariki kwamba ninambariki mwanangu Lina, kwa sababu ameshaolewa tayari,
hata kama hakwenda kanisani. Kwa hiyo kusema nenda uzaa watoto wa kiume wa kike, Mungu akubariki, ufanikiwe uendavyo utakavyo na 1 2 3, hicho tu ameshamaliza. Mungu aliachiria maamuzi ya kubariki ndoa kwa mzazi mwenyewe. Mpige makofi sasa. Sijasema msije hapo kwa sababu mimi najua. Kwanza baba anasema tusende kanisani. Sijasema hivyo. Nimesema hivi, ndoa sio cheti kwanza. Ndoa katika ulimwengu wa roho kwanza sio cheti. Katika ulimwengu wa roho inatambulika kwa makubaliano kati ya familia mbili. Cheti kinakuja baadaye kwa ajili ya serikali, ili ule mwanaume asije akakugeukia kigeugeu. Unaona? Hata mwanamke pia asije akageuka kigeugeu. Kwa sababu kana wanawake kigeugeu na wao wapo. Anageuka kweli kweli. Sema tu sababu sasa hizi wamewapa baraza ya wamama. Hata ukienda kule wanamuonea tu mama. Hata wanaume wanaonewa jamani. Tunaonewa kweli kweli. Lakini kifanya kidogo baraza la wanini, sijui sabatenina, sijui nini na nini. Wanaume mpaka juzi tulikuwa kwenye radio pale, nimeweka radio, wanaume wanaongea. Sasa hivi sisi na sisi tunaonewa. Nikasema haki wanaume hiyo. Inaenda hii. Utasikiliza tarehe fulani mwezi fulani watasema haki ya wanaume. Sasa hii inakuwa ni hatari. Turudi kwenye Biblia, ndio inaitengeneza kila kitu. Mpigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema leo katika jina la Yesu, kila kufuli la kuzimu nitalivunja leo, litavunjika leo katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuna kijana wangu mahali hapo, sitamtaja jina. Akaniambia babu, mimi nataka kumuoa, lakini ule binti ule nampenda. Nikamwambia kweli? Nita mzee Ezra. Nikamwambia mzee, msikilize kijana wako, mvulana wako na mambo yake. So unajua mzee Ezra mama Pastor Esther ndio anashughulikana na hayo mambo. Kijana akajieleza. Mzee akaja kuniambia kijana moja mimi nikasema mzee, safari kwenu. Ila kijana kabla ya yote alikuwa ameshaanza kutangulia kutoa sadaka kwenye madhabahu kwa ajili ya jina la ule binti. Kinani hivyo kwa sababu anaenda kazini Jumamosi, anakuja Jumapili anatoa sadaka yake kwa siri, kwa uhuru, anakuja anakuambia hivi. Siku moja nikamuuliza, akaniambia wewe uliposema kwamba ulikuwa unatoa, hata mimi nikasema sitakaa bure, hata kama tunasali na huyu mtu kanisa moja. Nitahitaji pia mimi kujua Mungu awe muamuzi wa kwamba je, kweli ni yeye au sio yeye. Imende mwezi wa pili wa tatu. Tena jambo hili ilibidi lifanike hapa. Tena hata msiwepo umeme wanao. Wacheni waweke umeme. Umekata? Sawa. Najua kwamba umeweka nyingi. Wazidi kutuonea. Sasa hivi ni kwa tena. Mwezi wa kwanza wa pili wa tatu. Ilibidi ndio ifanike mwezi wa tatu wa mwaka huu. Mwezi wa 4 ndio mambo ya mahali na vitu vingine. Ilipofika wakati wa kwamba sasa inahitaji binti atoe majibu yake. Binti alikuwa ameshakubali. Tayari. Lakini kijana alipokuja nikamwambia, mwambie tena binti aongeze tena mwezi mwingine. Endelee kufikiria kwamba yupo tayari kweli kuolewa. Maombi ni jambo la muhimu sana mwanangu wakati unapochumbiwa. Hapana kuchumbiwa au kutamani tu kwa sababu mtu ana sura nzuri. Mtu anaweza akawa na sura nzuri lakini ni hatari, anaweza akawa na sura mbaya akawa ni hatari. Kwa sababu Biblia inasema Mungu ndiye achunguza
achunguzaye. Unahitaji kumwomba yule anayochunguza nini? Moyo. Sio neno. Mtafute yule anayofanyaje? Anayochunguza nini? Moyo. Muda umefika. Bwana bieta anakuja. Kama shikamoo. Bwana. Karibu. Mimi. Yaani kiukweli nikwambie tu ukweli baba. Kama kiukweli niambie tu nini? Ukweli. Mimi naona tu ule kijana mimi nitamsumbua. Nikisema rudia tena mara ya kwanza. Akasema naona tu mimi nitamsumbua. Rudia mara ya pili. Akasema baba nikarudia mara kwa sababu hakika ni mara tatu. Rudia tena mara ya tatu. Umesema nimeona mimi nitamsumbua. Nikamwambia amen. Nakupa siku 2. Kawaze tena. Siku 2. Sikuonana naye. Ikawa wiki ya pili. Nikaja kamtuma mtu. Letieni mtu fulani. Akaja. Vipi? Baba msimamo wangu ni pale. Naona nitafanyaje? Nitamsumbua. Basi. Kwa sababu atamsumbua, basi. Wiki 2 tu. Yule aliyosema atasumbua akawa na mwanaume mwingine wanaishi naye. Usingekuwa umeomba moyo huu wa kusema ukweli usingetokea. Mungu aliona dhamira yako na akaona huyu mtu hayupo kwanza tayari kwa ajili ya hili jambo. Maana yake ndio maana kuna watu unaweza ukaoa leo, kesho yule mwanamke akawa mzinzi kwenye ndoa hiyo hiyo. Unaweza ukaolewa na mtu leo, yule mwanaume ni mzinzi kwenye ndoa kama hiyo. Kumtafuta Mungu na kumwomba Mungu ni jambo la msingi. Sikilizeni, si kwa sababu kuna mtu anapiga kinanda kama amani pale, maana yake ndio upako wa Mungu. Si kwa sababu kuna mtu anaimba pale, hakuna kijana anaimba, mfulana pekee anaimba saizi yeye hapa. Si kwa sababu kuna nani pale, si uimbaji sio moyo unayotakiwa. Kwa sababu kuna watu wanadanganyika pia kwa unamkuta mtu kwa sababu rimasundekepa leka tusikama loshotopaya sio rushimantakatu ipakatutututu ndo hakika kwamba ni mtu wa kuolewa naye. Biblia inasema kipawa kwa mwanamke ni uongo. Lila mwanamke ambaye sio kipawa kinaleta sifa ya mke aliyo bora, ni mwanamke amchaye Bwana. Kwa sababu kumcha Bwana, niliwaambia juzi, si kwa sababu watu wote wanamwamini Mungu manake wataingia mbinguni. Kumwingia mbinguni ni jambo la wale wanayomtii Mungu. Kumwamini Mungu hakutakuingiza mbinguni, ila wanayomtii ndio watakayoingia. Shangilia kwa jina la Yesu. Piga makofi mazuri kwa jina la Yesu. Kwa maana kumwomba Mungu ni jambo la muhimu. Na hapa kijana nikamwambia vipi? Akaniambia aise, Mungu huyu ni Mungu wa ajabu kweli kweli. Ni Mungu wa ajabu. Nikamwambia sasa tulia kijana wangu, miezi 6. Relax. Piga maisha mengine kwanza tofauti. Tumwache Bwana mpaka mwaka uishi. Tuone mwaka unayokuja kule Bwana atakao kupeleka ni wapi. Shangilia vizuri kwa jina la Yesu Kristo aliyetabia. Kwa hiyo watu kama hawa ni vigumu kujikuta kwenye matatizo. Ni vigumu kujikuta kwenye shida. Hata kama watajikuta kwenye shida, ndani ya moyo wao watakuwa wanasikia ujasiri tu, endelea naye hata iweje. Kwa sababu kuna uhakika majaribu hayakosekani kutokea, taabu na shida haikosekani kutokea, lakini yule ambaye Mungu ndo amekupa iwe kuna muda ataenda, kuna muda atajirudi. Kuna muda ataenda, kuna muda atajirudi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu uliandaliwa naye, ulitengenezwa kuwa naye. Yaani katika kila jambo. Ndio maana omba. Unaona mnavyotikisa vichwa sasa. Bahati huyo na mwana anafanya hivi. Anatikisa kichwa kabisa. Kumbe maombi anahitaji. Maombi ni muhimu sana. Mpigie Yesu makofi mazuri.
Kwa hiyo maana yake Mungu amemwokoa huyu kijana. Mungu alimtoa huyu mfulana, Mungu alimtoa kwenye mtego mzito. Mungu alimtoa kwenye hatua nzito. Hebu fikiria mtu anakuja kukuambia, baba, mimi nitamsumbua. Mimi nitamsumbua. Sio kiwango cha maasiara, ni mpaka Mungu au amegusa moyo na kufiirisha ukweli. Nikamwambia kama una uhakika mfuate mvulana mwenyewe. Akampigia mvulana akamwambia tuonane. Mahali sijui wapi walipoonana, akamwambia nimemwambia baba amekwambia. Sasa baba hajaniambia kitu. Nilikuwa nimeshamwambia mvulana, lolote utakalolisikia mimi nimeshaambiwa. Ile nenda ukajisikilizia mwenyewe. Kwa sababu kuambia sasa hivi umeshapenda usije ukaanguka hapa, pressure hapo kawa puliza. Mvulana alipoenda akamwambia na hivyo, najua ya kwamba mimi na wewe nitakusumbua. Basi kijana akarudi. Vipi? Amesema atanisumbua, nikamwambia songa mbele. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Kuna nguvu ambazo zinazoua, zinakamata na zinaharibu ndoto ya watu na vijana kwa nyakati. Ni maisha ya ndoa. Jamani, ndoa ni maisha yanayoendelea, ni maisha uendelevu. Fikiria unaolewa na miaka 25 na miaka 27. Unakaa muda mrefu kuliko hata mwako uliokaa nyumbani kwenu. Utaishi muda mrefu, miaka nyingi kuliko muda ulioishi na baba yako na mama yako. Na unapambana na mtu mwingine, jitu lingine tofauti. Ndio maana naomba hivi, ukiwa kwenye ndoa, Mungu akusaidie. Siku moja sitabali kuongea jambo, lakini nilikuwa naongea na mwalimu wetu. Sasa mwalimu mmoja akaniambia, baba, ile jambo unahitaji kuomba. Nikamwambia siombi. Yaani siombi. Nikamwambia siombi kabisa mama. Sitaomba. Baba, unajua nikasema siombi. Yaani muda wa kuombea kanisa, nianze kuombea tena hivi? Hapana. Maana yake nini? Nataka kusema hivi, kuna muda Mungu akikupa mtu aliyo sahihi katika maisha yako, muda wa kuzidi kumwombea ili abadilike, utaomba ili afanikiwe. Utapata muda kuomba kwa ajili ya mafanikio. Utakuwa, Mungu ninaomba mfanikishe. Mungu ninaomba mfanikishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Bwana baraka, mwambie mwenye gari yule alitoa hapo kwenye mlango. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake yale ambayo Mungu anahitaji katika maisha yetu kufanika, yale Mungu anataka yawe salama, ni kwamba sisi wenyewe tunahitaji kuiandaa. Sema nitaandaa maisha yangu leo. Sema nitaandaa maisha yangu leo. Sema kila kufuli ya kuzimu itavunjika katika jina la Yesu. Hata kama walisema sitaolewa, sitakuwa kwenye maisha mazuri, leo ninavunja. Sema kila kufuli. Sema kila kufuli. Kufuli la kuzimu, kufuli la kuzimu, kufuli la mabibi, kufuli la mababu, leo unavunjika. Sema leo linavunjika. Sema leo linavunjika. Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Kwa jina la nani? Sema Bwana Yesu, nisogeze, niletee mtu sahihi. Ninaposema nisogeze, niletee, ndio maombi nakupa. Andika haya, utasoma mwenyewe ukiwa umeshafika nyumbani kwako. Kitabu cha Ruth au Ruth sura ya 2 mstari wa 1 hadi 23. Utaenda kusomea nyumbani kwako. Lakini mimi naomba mwalimu nisomee tu mstari wa 4 hadi wa 6. Kuna mwanamke mmoja. Ndio maana ninachosema ni hiki. Ninachosema ni kwamba ndoa haiji kwa sababu ya lugha nzuri au kwa sababu ya namna tunavyovaa tu. Vile na vile unavyovaa, neema ya Mungu ikiwa juu yako, kila kitu kimekwisha. Kuna mtu mmoja amenyelewa. Biblia inasemaje? 4:6. Huyu mwanamke Ruth. Ruth 2. Sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 6. Huyu mwanamke alikuwa ameshawahi kuolewa, lakini mume wake akafariki, akawa mjane, hakuzaa mtoto hata mmoja. Baada ya yote akaanza kwenda na mamake mkwe kuishi naye. Mamake mkwe akamwelekeza sehemu ya kwenda kuokota. Kwanza walikuwa ni maskini, hawana chakula, hawana chochote, umaskini. Hata mavazi yenyewe mazuri ya kuvaa alikuwa hana. Mtu mmoja anasema amen.
Neema ya ndoa inapokuja haiangalii kichwa cha mtu kikoje, haiangalii mavazi ya mtu yanakoaje. Neema inaleta mvuto usio kwa wa kawaida. Mtu mmoja asema amen. Na hiyo neema itika juu ya maisha yako. Sema amen kwa jina la Yesu. Mwalimu amesoma. Biblia inasemaje? Natazama Boazi akaja kutoka Bethlehemu. Unajua Bethlehemu ni wapi? Boazi akatoka mjini wakati Ruth alikuwa kijijini. Yeye akatoka mjini kabisa. Yaani mtu ametoka, ni tajiri, ana mashamba na pesa sio kwa ya kawaida. Wanawake wapo kule mjini wengi sana. Lakini siku ile akasema kwa sababu ni wakati wa mavuno, nataka kwenda kutembelea mashamba yangu. Tuendelee mwalimu. Tuendelee. Kawaamkia wavunaji. Akasema. Alienda kuamkia wavunaji, akawaamkia, akasemaje? Bwana akae nanyi. Bwana akae nanyi. Kwanza Boazi alimjua Mungu. Sifa njema mwanangu, mtu anayemjua Mungu. Mtu anayemjua Mungu hata kama hana maisha, hata kama bado maisha yake unaiona ni mabovu, lakini unaona moyo wake kweli anampenda Mungu. Huyu mtu hata kama sura yake ni mbaya, iko kama ya bata, kubaliana naye tu. Siku mtakapofanikiwa, wewe utabadilisha ile sura. Kuna mtu ana sura kweli kama, yani unaangalia sura kama ya kwangu, yani imenapenge kwa kweli. Yani kichwa kimoja kirefu. Lakini unaangalia unasema tu, huyu kwa sababu anamjua nani? Anamjua nani? Mungu. Boazi kwanza alimjua Mungu. Ndio sifa nzuri ni hiyo. Kumjua Mungu ni chanzo cha hekima na maarifa. Unapomjua Mungu, una baraka. Unapoolewa na mwanamume anamjua Mungu, una baraka. Utakuwa na mambo hayo, sijui stress. Sijui leo atarudi saa 8, karudi saa 9, stress. Usife mapema mwanangu katika jina la Yesu. Ila nawapongeza. Mimi mwenyewe nikisikia tu harufu ya sigara, nasikia kama kutapika, lakini nasema wale wanaishi na wanaume zao asubuhi, yani ule usiku kabla ya kulala, na hajapika hata mswaki, na analala afungua mdomo. Yesu tusaidie. Yani ni maswali tu nauliza, lakini si kwamba yani nauliza tu, nauliza. Yani kwa sababu yani kilo chote kile, na akiamka usiku saa 8 anasikia tena lazima akafanyaje? Afute tena kidogo. Mungu atakufungua ule moyo wako. Mimi sijui kama wewe unaye, lakini nimesema tu. Mimi nimesema tu jamani. Mimi nimesema tu. Pendo, wewe umecheka sana mwanangu. Najiuliza tu. Sasa ni bora hata anafuta kasigara kama anapigaka na ile ya akili ingia kichwani. Asili ndio ina harufu kwanza anayoifutia hapa, inasikika mpaka kule ukiwa Keketi upande wa pili wa kanisa. Yaani unaweza kaa kule Keketi, hiyo harufu inabebwa na nini? Na upepo inafika pale. Sasa najiuliza, ndio umelala naye sasa. Na wewe ndio umeshasahau, umegeukia hivi. Huko kumeumia, ukageukia magharibi. Na yeye alikuwa mashariki kama magharibi, akasema geukie mashariki. Mama. Tamuka tayari wewe umeshalewa. Bwana tusaidie. Tumpigie sifa. Mungu ana uwezo wa kufunja zile kufuli za pombe na za siara katika jina la Yesu. Nimeongea hivi kama upo, tutakapoenda kuomba, vunja. Hiyo ni roho, ni nguvu za kuzimu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Shangilia vizuri kwa jina la Yesu. Mwalimu tu. Boaz. Nao wakamuitikia, Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je? Msichana wa nani? Angalia, katikati ya wasichana wengi, Boazi anaangalia neema ya ndoa ikiwa juu yako, sio wingi.
mliopo, sio namna mliopo. Wao walikuwa wanavuna mahindi, wanatoa nani hivi. Wanawake ni wengi, lakini macho ya Boazi yakamwona, yakaangalia, yakamwona binti katikati ya mabinti wengine. Sasa fikiria mtu akiwa shambani anavuna, amepiga wanja, makeup, amevaa mtoko, nguo alizonazo kwenye kuvuna, maana yake sio nguo iliyo nzuri, lakini hapo katika yale mashamba neema ya Bwana ikamchukua hapo. Neema ya Bwana ikamtoa hapo. Sijasema uvae vibaya. Hatuko mashambani hapo kwa jina la Yesu. Upo tuko mjini. Amen. Sijasema baba amesema. Nimeeleza ya kwamba mazingira yale uliopo, hata kama umesuka nywele za antena, minara ya Tigo, kama majira yamefika na neema ya ndoa ipo juu yako, utaolewa na antena zako na minara zako. Shida sio mfano, sio nguo. Shida ni neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Huyu mwanaume alitoka mbali mjini akaja kijijini, tajiri mwenye mashamba mengi, ni tajiri sio kwa ya kawaida. Alikuwa na watumishi wengi sana, wa kike na wa kiume, lakini macho yake yalimwona mtu ambaye alikuwa tofauti na mwingine. Na tangaza kwa jina la Yesu ya kwamba utakapoenda kuomba, sema Bwana msogeze Boazi wangu. Haleluya. Boazi anapokuja, manake mwanaume ambaye utakapoomba ukafunja malango, yeye atakapokuja hatajua umesoma, hatajua hujasoma. Kama hujasoma tena sema nitakusomesha. Kama yeye ataongea kila kitu, kwa sababu moyo wake na nafsi yake Bwana amevijaza maisha yako. Bwana amevijaza picha yako. Iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Iwe hivyo katika damu ya Yesu Kristo. Itatokea hivyo katika maisha yako. Sema amina katika jina la Yesu. Hiyo ni neema ya kwanza utakayomwomba Bwana. Sema Bwana niletee Boazi awe na gari, wewe mwambie Bwana akuletee Boazi anayomjua yeye. Atakayofika nyumbani anasema kwamba amani ya Bwana iwe nanyi. Atakayofika nyumbani anasema mama barikiwe sana. Hana kitu lakini anaweza akasema mama mnaendeleaje hapa? Mwanangu ni vigumu asema, lakini tumtegemee Bwana. Nina uhakika Mungu atakuvusha mama katika hilo. Hata kama tuna kitu, lakini tunaamini tuna Mungu anaweza akawavusha watu wengine. Neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Shangilia uzuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, tutaomba kwa wale ambao wanayopata watu wa kuwaoa na watu hao wanawakimbia. Hadithi hii nitaichukua kwenye kitabu cha ndugu zetu wa Roman Katoliki. Unajua kitabu hicho, ndugu zetu wa Katoliki wana vitabu vingi. Kuna kitabu kimoja kinaitwa cha Tobia. Kuna mtu ameshakisikia kitabu cha Tobia? Nitachukua pale mstari mle ndani, nitausoma, utatuelewesha kitu fulani. Hebu nipe kile kitabu mwanangu. Nipe kile kitabu. Kwa wale ambao wanataka kupata hicho kitabu, wanaweza wakadownload New Jerusalem. Kuna Biblia inaitwa Jerusalem mpya ya Wakatoliki. Ina kila kitu lakini na hivyo vitabu ndani. Nasoma sana wanangu. Soma sana. Hakuna kitabu ambacho sasa hivi soma. Siniwaambia nasoma mpaka Qur'ani. Hawezi ukawa apostle, ukawa mtumishi ambao haujui vitu. Makabayo. Kitabu cha Tobia. Kitabu cha Tobia sura ya 6 mstari wa 13 hadi 14. Ni hadithi moja hivi. Ni kama hadithi ambayo ninayoeleza hapa utaelewa. Kuna kitu tu nataka kuchukua. Ni kama unaweza ukachukua mfano wa mtu. Pia ukasema kuna binti moja mfano alikuwa kila mwanaume alikuwa anamsogelea, anapata shida 1 2 3. Ndivyo ambavyo ilivyo. Vitabu hivi ni moja vitabu vilikuja kupatikana wakati ambapo tayari watu wameshatengeneza nini? Biblia ikaja kupatikana baadaye. Kwa hiyo waandaaji wale wakasema sasa tukitamani kuongeza vitabu tena tutawachanganya watu. Mambo yanakuwa ni mengi, basi tuviache. Unanielewa? Ndio maana hata juzi nilikwambia kuna kitabu cha Enoch nitakufundisha siku moja wakati nitakao tamani kuongelea sana tena ufalme
wa baharini, nitakufundisha hilo. Utaona kwamba nguvu wametoka wapi. Kuna mama mmoja alitoka kanisa la Wasabato, tukawa tunaongea naye hapa, akaniuliza, nikaanza kumueleza nguvu wametoka wapi. Aliniuliza swali moja, akaniambia, hivi vitu umevisomea wapi? Umevijuaje? Kwa sababu yeye kuna dini fulani ya Kiyahudi inaitwa Kabali. Yaani ni dini la kimila na desturi ya Kiyahudi. Mule ndani kuna wanafundisha paka uchawi, ganga, vitu kama hivyo. Wao ndio wanajua hivi vitu. Kwa hiyo akajijua kama yeye alikuwa rohoni sana na ana ufahamu mwingi kuliko hata mimi. Sasa nilipomueleza chanzo cha nguvu, akaniangalia akasema, yawezekana na wewe huko. Nikasema mimi siko huko unapowaza wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu, umepata? Tobia 6:13. Kazi. Basi sasa unisikilize, nami nitasema na baba yake. Ndiyo. Hata tutakaporudi kutoka Rage, ndiyo, tutafanya harusi. Ndiyo. Kwa maana najua ya kwamba Ragueli hawezi kumwoza kwa mwingine. Ndiyo. Kama iamuruvyo Torati ya Musa. Ila itampasa kufa, kwa sababu ni haki yake kupokea urithi huo kuliko mtu mwingineo wote. Tuendelee mstari wa 14. Kisha yule kijana akamjibu malaika, ndugu yangu Azaria, mimi nimesikia ya kama mwanamwali huyu ameolewa na wanaume 7. Ndiyo. Nao wote wameangamia katika chumba cha harusi. Nami ni mwana pekee wa baba yangu. Nami naogopa nisije nikaingia nikafa kama wale walionitangulia. Maana jini ampenda ambaye hamdhuru mtu, ila wale wamkaribiao. Na sasa naogopa nisije nikafa, nikaleta maisha ya baba yangu na mama yangu kaburini kwa huzuni kwa ajili yao, wala hawana mwana mwingine wa kuwazika. Kuna binti moja anaitwa Sara. Umesikia pale anasema huyu kijana akamjibu malaika. Ndio huyu Tobia. Tobia anamwambia malaika anamwambia hivi. Huyu malaika ndio jina lake anaitwa Azaria. Anamwambia, sikiliza, unahitaji kumwoa ule binti anayeitwa Sara. Umeelewa? Sasa kijana anasema, "Unaona Sara haiwezekani. Ni binti mzuri, babake ana uchumi mzuri, lakini ule binti ana jambo moja. Kuna jini moja inayoua kila mwanaume anayomsogelea. Watatoa mahali, kila kitu. Siku tu ya kwamba wanaenda Amnon, huyu kijana atauawa kabla ya jambo lolote." Kwa hiyo ule jini kazi yake ni hilo. Mara 7 ameua wanaume. Ikawa ni nguzo kabisa katika nini? Katika nchi nzima ya Israeli. Ndio maana utaona malaika anamwambia utamoa, kwa sababu ni desturi ya nini iliyoandikwa na Musa. Yaani ni kitu ambacho kipo. Sasa kijana anamwambia malaika, mimi ni mtoto wa pekee kwetu. Yaani nimezaliwa mimi kama nilivyo, mtoto pekee wa kiume. Yaani ndio tegemezi la babangu na mamangu. Unataka mimi niende nikamoa yule binti? Hamna, nitakufa. Kwa sababu ana jini. Kwa hiyo jini kazi yake ilikuwa ni nini? Kuharibu, kusambaratisha. Wanaume wasisogee katika maisha ya ule kijana. Mtu mmoja anasema amen. Kwa sababu kuna watu wenye simu kubwa, ukidownload hiyo Biblia utaenda kuelewa kitu kimoja, ya kwamba yule malaika akamfundisha huyu kijana namna ya kushinda hiyo jini. Akamweleza namna ya kushinda jini hilo, ya kwamba inawezekana kwa msaada, kwa sababu mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu, niko karibu na wewe, nitakueleza mbinu ya wewe kushinda jini hili ili wewe umoe yule binti. Kuna mtu mmoja anasema amen. Maana katika ulimwengu wa roho kuna mapepo yana wivu. Unaweza kupata mtu akukoa mzuri, lakini baada ya muda huyu mtu akaondoka. Unajiuliza imekuaje? Unajiuliza inatokeaje? Mbona jamani, mbona kuna nini jamani? Sio wewe tu, kuna jini. Tena nimependa Biblia
Kiswahili, kwa Kifaransa hata wamesema ni kipepo, lakini nimependa wanasema jini, ambayo kila mmoja ataelewa maana ya hiyo jini. Jini huyu alikuwa amempenda huyu binti, alikuwa amemuoa katika ulimwengu wa nini, wa roho. Hakutaka mtu yoyote amguse yule binti, hakutaka mtu yoyote awe katika mawasiliano mazuri na yule binti. Kila roho ambayo iliyokuwa inakutenganisha na watu sahihi, unahitaji kuisambaratisha ili kwamba wewe ufikie hatima yako. Baba yake na huyu kijana, ukianzia pale kwenye ule mstari ukishuka nao, babake na huyu kijana alipata pia woga, walikuwa na wasiwasi. Kinini binti yetu? Yawezekana kuna mama hapa anajiuliza, kwa nini binti yangu inakuwa hivyo? Mbona ananiambia na uhusiano kesho unaharibika? Mbona unaniambia kilikuwa hivyo kesho unaharibika? Kuna jini lipo, kuna jini, kipepo kipo, kazi na wasambaratika, kinawapeperusha, kinawaondoa, kinawatoa, hata kama wajafa, lakini kinawafukuza, kinaweka chuki. Mtu ambaye ameamka asubuhi na aongee tena wewe wakati alikuahidi ya kwamba anakupenda, anataka kukoa, yawezekana hilo jini limevaa sura yako ikamtokea kama mnyama tu. Yawezekana limevaa sura likatoka kama mamako linamfokea mtoto wa kiume. Usipime, usijaribu kumsogelea, naye akajua na ukisema jambo hili na kuua. Na kwa sababu wafulana wengi saizi hawamjui Mungu, naye akabaki kimya. Simu kipiga kata, piga kata, piga kata. Ukajiuliza jamani, ukajaribu kuomba, wameshamfokea tangu ndotoni. Ukisema tu tunakuua. Sasa mfulana ameangalia, yaani niseme tena, bora ni mwache tu nife. Kwa sababu gani? Leo vunja kila mamlaka, vunja kila uweza, vunja kila uweza. Unajua kama utasubiria sana pasipo kuomba, utakuja kukutana na mtu mbaya. Unajua ukilazimisha mahusiano zaidi, kuzimu ukimtoa mtu aliyo mzuri, watakutumia mtu mbaya ila angamize maisha. Ndio maana omba sasa hivi. Unahitaji kutengeneza sasa hivi. Kuna mtu mmoja anasema amen. Kuna mtu mmoja anasema amen. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Biblia inasemaje? Ya kwamba jini huyu alikuwa anaua wanaume tu. Ule jini alikuwa haonekani, lakini alikuwa ndani ya ile chumba. Huyu jini alikuwa haonekani, lakini alikuwa amejificha. Ipo pepo imejificha mahali. Kazi yake kuwafukuza watu walio sahihi. Nataka kumuoa huyu, anaweka chuki. Mke anaamka tu asubuhi, namkataa. Wewe mwenyewe wa nini? Basi. Utatoka hivi. Miezi mitatu unaanza kumkumbuka yule. Jamani, hivi nilifanyaje? Kuna kipepo kilikamata ufahamu wako. Lakini wale watu ambao ni wa kawaida kabisa, wale ambao kiukweli ungekuwa huwezi kukaa nao, wala walikuwa hata na uwezo wa kukutongoza, wakija kukutongoza eti na wakubali. Haujaona kichwa chako kabisa kina mayai. Yaani watu wa samani wale wa samani wakija kwako wanakimbia, ila wewe wale wa kawaida ambayo kiukweli wewe usingekaa nao, yani kiukweli kila mmoja anajua anajua level yake mwenyewe, yani wale usingeweza kukaa nao, ndio unasema huyu ndio nampenda. Hivi kichwa chako kweli mayai sijui mayai ya kuchemsha, sijui ni mayai yale ya kupasua, sijui kabisa katika kitu gani. Kwa jina la Yesu funguka ufahamu wako. Yes, kwa sababu shangilia kwa jina la Yesu. Manake katika ulimwengu wa roho, kisa hichi kinatueleza kwamba katika ulimwengu wa roho zipo nguvu zinazotumika kuharibu mahusiano tu. Sijapenda tu namna walivyomfukuza huyu jini. Kwa wakati ule kabla Yesu hajaje, wana namna zao. Ule malaika alimwambia wakakamata samaki. Wakatoa moyo wa ule samaki na mafuta yake. Ndio maana ndugu zetu wa Katoliki hawachi kuchoma ubani kila muda kila wakati katika kila kitu. Ndoa moshi wanafukiza. Unaanza kunyelewa kila kitu ndoa ipo wanafukiza. Wanafukiza. Ulikuwa mna mwingine tunasema kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanajua kwamba kama ni ndoa watafukiza
moshi wa namna fulani, watachoma kitu cha namna fulani kwa ajili ya kufukuza ile mapepo. Wanajua kufuatana hiyo Biblia. Ndio maana kila kitu cha kwao ni kufukuza tu. Kila kitu, kwa sababu ina mipango. Mule ndani waliandika kila kitu. Waliokoka wao sasa. Yaani Bwana ameshatenda tayari. Yaani mimi sikiliza, kila kitu omba. Omba mwanangu, omba. Uko tayari kuomba saizi? Uko tayari kuomba saizi? Uko tayari kuomba saizi? Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie makofi mazuri Yesu. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu makofi mazuri. Piga makofi mazuri kwa ajili ya Bwana. Utenda kuharibu, simama kwa miguu yako. Utenda kuharibu. Hili nimesema kwa watumishi wa Mungu waliopo katikati yetu, ni ili walishukue vitu hivi. Ni darasa ambalo na miaka na miezi mbele watakuwa wakizifundisha, kwa sababu tutakuwa na maombi sasa hivi ya kwanza kuombea mambo ya ndoa. Kwa hiyo mlivyoviandika, siku unatajwa kuja kufundisha kuhusu ndoa, ujue namna gani, vipengele gani vya kusimamia kwa ajili ya kuomba na kuongoza watu katika maombi. Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Na mwaka huu wa 2026 tutakaoenda kuingia, tutaombea sana. Tutaombea sana. Kuna mipango tayari tumeipanga kwa ajili ya kuombea sana ndoa. Watu wanahitaji kuolewa, watu wasikate tamaa, kwa sababu wengi wanachelewa, wanajikuta wanatenda dhambi. Muda mwingine unasema watu wanatenda dhambi basi kwa sababu wamechelewa sana. Acha Mungu wa neema wafungulie milango ili kwamba waende salama. Amen. 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 Shangilia vizuri kwa ajili ya Yesu Kristo aliyetajwa. Utawale, utawale tu, karibu Yesu. Utawale, utawale, utawale tu, karibu Yesu. Utawala, tawala, tawala, utawale tu, karibu Yesu, utawale. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mpe pastor hiyo mic. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba mwenye nguvu na uweza, Baba mwenye mamlaka yote, siku ya leo, majira haya, nyakati hizi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaomba Baba, uweza wako, achilia nguvu yako katika kinywa changu, achilia uweza wako katika kinywa changu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ili kwamba popote ambapo maeneo yote niliyokuwa nakamatwa, nasuiliwa, ili nisifikie, ili nisingie, ili nisitimize, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mipango na mikakati ya ndoa, sema sasa, sema sasa, sema sasa, sema sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, sema nasambaratisha, sema ninavunja, sema ninavunja kila kufuli la kichawi, kila kufuli la kiganga, kila kufuli la misimu, kila kufuli la mapepo iliyokuwa imekamata malango, iliyokuwa imefunga malango ya ndoa yangu, sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, sema navunja, sema navunja, sema navunja, sema navunja. Aliomba kwa jina la Yesu. Piga makofi yako, piga makofi yako. Omba katika jina la Yesu. Omba katika damu ya mwana kondoo. Omba. Omba katika jina la Yesu. Omba. Vunja. Omba sasa. Omba sasa. Katika jina, vunja kila malango.
Kristo. Kila kufuli. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Umetupa mamlaka ya kuharibu, ya kuvunja, ya kuangamiza, ya kuteketeza. Tuna mamlaka wakati huu ndani ya vinywa vyetu, ndani ya sauti zetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila nguvu, tunavunja kila uweza na mamlaka za giza, roho za majini, roho za ukoo ambazo zilifunga ndoa, lifunga mtu huyu asiolewe, ikafunga mtu huyu asioe. Katika jina la Yesu tunavunja kila lango lililosimama kama lango la chuma. Leo tunavunja, leo tunaharibu katika jina la Yesu kila lango la chuma ambalo lilifungwa kwenye ukoo ili tusifunge ndoa. Katika jina la Yesu, ili nisiolewe, ili nisioe, leo ninavunja kwa jina la Yesu. Vunjika kwa jina la Yesu. Wewe lango vunjika, kila kufuli la chuma, kufuli la shaba lililokuwa limefunga lisikutane na mume wangu, limefunga lisikutane na mke wangu. Leo ninazo funguo za mamlaka, ninafungwa kwa jina la Yesu. Hii kama mandala mama, kama mashekete, hii kama ndoria kapa, kama le kama ndama, ya masamanda kapa. Leo tunafungua, tunasambaa katika ulimwengu wa roho. Popote tulilofungwa, iwe ni kijijini, iwe ni mjini, iwe ni kwenye ukoo, leo tunafungua. Tunazofungua, sauti yangu ni funguo. Ila mama mashekete, rakasaka kama, mama kapa. Nafungua lango la ndoa, nafungua lango la ndoa. Funguka kwa jina la Yesu. Wewe jini uliye kama ndoa, katika jina la Yesu. Wewe unaachia, wewe jini unaachia, wewe jini unaachia, wewe mzimu unaachia, wewe pepo unaachia, wewe kuzimu achia, kuzimu achia. Achia mume wangu, achia mke wangu, achia ndoa yangu, achia. Nafungua kamba, nafungua minyororo, minyororo ya chuma inakatika, minyororo ya shaba. Achia mume wangu, achia mke wangu, achia ndoa yangu, achia niolewe, achia niolewe kwa jina la Yesu. Achilia moto wa Roho Mtakatifu uanze kuyayuka, uanze kuyayusha kila kufuli la shaba, anza kuyayuka. Achia ndoa, achia niolewe, achia nitolewe mahali, achia kwa jina la Yesu. Achia hiyo mahali, achia hiyo mahali, achia hiyo mwanaume, aje nifuate katika jina la Yesu. Achia macho yake, aje nione kwa jina la Yesu. Kila roho ya upofu iliyopiga huyo mwanaume, iliyopiga huyo mwanamke, ana toba. Hayo macho ya kichawi yaliyofunga mwanaume, yaliyofunga mwanamke, ili asinipate, ili asinione, achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Nafungua macho yake, nafungua macho yake, macho ya huyo mwanaume, macho ya huyo mwanamke. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Unifuate wewe, unifuate wewe, unifuate wewe, unione wewe, unitafute wewe. Mandara makapa, kama sejete, yakota kama shaba, mandara masebe, kama sababa baba, mandara masaba, mandara masaba, mandara makapa, mandara masebe. Mahali popote jongo ilipofungwa, leo kwa jina la Yesu, malaika wa Bwana anamfuata, anamfungua, anamleta kwenye maisha yangu, ananikutanisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mashetani wote walionitenga na huyo mwanaume wangu, na huyo mwanamke wangu, leo ninawaondoa kwa mamlaka ya kimbingu, kwa uwezo wa Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wanaondoka, wanaondoka kila kiambaza kilichonitenganisha na huyo ndoa yangu, na huyo mume wangu, na huyo mke wangu, leo ninakiondoa, leo nakiondoa. Ondoka kwa jina la Yesu. Kila giza lililonitenga na hiyo ndoa yangu, naondoka kwa damu ya Yesu, ondoka kwa damu ya Yesu, ondoka kwa damu ya Yesu. Ewe giza ondoka, wewe giza ondoka katika jina la Yesu. Nakutana na mume wangu, nakutana na mchumba wangu katika jina la Yesu, nakutana na ndoa yangu, nakutana na mke wangu katika jina la Yesu. Nasambaza moto mahali popote walipokuwa wamemteka, wakamfunga mume wangu nisikutane naye, walipokuwa wameteka huyo mke wangu nisikutane naye. Nasambaza moto, nasambaza moto kwenye mashimo yao, kwenye majumba yao, kwenye mapango yao. Ninasambaza moto, moto wa kuteketeza. Ninaye malaika wa Bwana, ninaye jeshi la mbinguni, ninasambaza malaika katika jina la Yesu, malaika wa kunirudishia yule aliyekuwa ameibiwa, mambo aliyepindisha, leo ninamrudisha katika jina la Yesu. Ninakuja, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, endelea kuita, touch, endelea kuita, tayari mume wangu, mume wangu, endelea
Mtumishi wa Bwana baraka njoo. Vitu yanafunguliwa. Vitu yanafunguliwa. Kwa Yesu. Kwa damu ya Yesu. Achia mwe. Achia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninatangaza wewe jini uliokamata ndoa yake, wewe uliofunga milango ya ndoa yake, ninatangaza kuanzia sasa, ale moto huu napiga mabibi na mababu, kusanyiko la mashetani juu yake, achia ndoa yake, achia olewa, nenda, 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 achia maisha yake, achia maisha yake. Mwalimu Magoti ndio mwombea. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Inavunja mikataba zote za kichawi, mikataba zote za kiganga. Sasa hivi katika jina la Yesu natangaza moto, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Achia, 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 achia. Roho ya waliokufa, roho ya wafu, roho ya waliokufa, roho ya waliokufa, nasema achia. Roho ya waliokufa, nasema achia. Mwacheni sasa. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Si anadela mama pia, ungemwacha tu. Moja, mbili, tatu. Haya, 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 haya. Acha kumshika kwenye mgongo wake. Moja, mbili, tatu. Msimshike mkono, simameni tu nyuma yake. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Roho ya waliokufa, mamlaka ya kuzimu, ninagiza maagano, navunja kila maagano, navunja kila maagano, kila maagano ya kipepo, kila maagano ya kishetani katika maisha yake yaanze kuharibika, haribika, 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 haribika. Maagano ya kipepo, maagano ya majini kwa majina yao, nasema haribika. Safi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Maagano ya kipepo na ya giza sasa hivi yaharibike, haribika, 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 haribika. Ninamwita njoo, namwita njoo. Anaitwa nani? Siwema. Ninamwita Siwema. Siwema. Namwita sasa hivi katika jina la Yesu. Njoo, 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 njoo. Toka makaburi, toka makaburi, toka maji ya panda. Ninaharibu mfumo wa uchawi, mfumo wa uchawi uliokamata kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Sasa hivi ninamwita njoo, Siwema, njoo, 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 njoo. Roho ya mauti, nguvu ya mauti kwanza iwachie, yachie maisha yake, yachie maisha yake. Mikakati na mikataba za kichawi zilizokuwa zimesainiwa katika maisha yake leo katika jina la Yesu Kristo ninatangaza mwangaza wa Bwana na ninatangaza nguvu ya Bwana sasa hivi juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Touch. Moto uanze kuanzia nyayo zake mpaka utosini. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Moto huu, moto huu, moto huu, moto huu, moto huu, moto huu,
katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ninafungua alivyovalishwa, ninafungua sura yake, ninafungua uso wake, ninafungua uso wake kwa moto mkali, ninafungua uso wake kwa moto mkali, na ufungua uso wake kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, katika jina la Yesu. Hata sasa wewe ni Ebeneza, tulipofika ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza, Ebeneza, oh, Ebeneza. Mwenji ndo mwombea. Shikeni kwa chake cha ndoa na mwombea. Huyu bado hajamaliza past test, mwombea huyu. Huyu hapa. Watenda kazi kanuni kamata vizuri. Ita nani utoeni viti kwanza. Italipuka sasa hivi. Toa viti, anga kazi, lazima. Hivyo hivyo. Sikuzuliwa, sikufuza, imefika hapa, hata sasa wewe. Ninavunja mikataba yote ya giza juu yako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katika jina la Yesu. Natangaza mwaka wa 2026, nathibitisha ndoa kwako katika jina la Yesu. Naithibitisha katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu ninathibitisha ndoa kwako kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi vita, haijalishi vita, haijalishi vita, haijalishi vita, ninatangaza katika jina la Kristo na mamlaka ya Kristo, ninaithibitisha ndoa juu ya maisha yako katika damu ya Yesu. Amen. Sio wewe, sio yeye, sio yeye, sio yeye, sio yeye, sio yeye. Lango lililofunga, lango lake la ndoa lilikuwa limefunga, ninaipiga mizimu hiyo, naipiga katika jina la Yesu. Niachie maisha ya Kristiana, achie na olewe, achie na olewe sasa. Navunja kufuri, nazivunja hizo kufuri katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Naivunja hiyo kufuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wote waliokutangazia mabaya, wote walionena vibaya, wote waliosema vibaya juu ya maisha yako, katika jina la Yesu Kristo ninasambaratisha mifumo yao yote kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nisaidie. Ninaubariki mwaka 2026. Uwezo wote uliokuwa unapambana na wewe kukuzuia ili kwa kusiolewa, kuanzia kichwa chako mpaka unyayo, moto mkali unayokamata maisha yako unakusogeza kwenye mafanikio hayo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninafungua lango hilo, lango lifunguke, lango lifunguke, lango lifunguke. Haijalishi ni kitu gani kilichokuwa kimetolewa, lakini ninabariki maisha yako katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Simama. Sema 2026 ni mwaka wangu wa ndoa.
wamesema vitu gani, wametoa sadaka gani. Ninatangaza kwamba 2026 ni mwaka wangu wa ndoa, mwaka wangu wa ndoa, mwaka wangu wa ndoa, kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Imekuwa, sema imekuwa, imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Haijalishi vikundi ni vya namna gani, inatangaza kuanzia sasa, inatangaza heshima na hatua ya ndoa katika maisha yako. Yeyote ambaye aliyosaini mikataba kwa ajili ya kuleta changamoto kwako, ninaiteketeza mikataba hii, naiteketeza mikataba hii, naiteketeza mikataba hii leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba na kusema amen. Ninakataa chochote ambacho kitakachojinua juu yako kwa ajili ya kuzuia, kwa ajili ya kuzuia chochote kilichofunga sura yako, chochote kilichokuwa kimekamata uso wako. Leo katika jina la Yesu ninasema ya kwamba maisha yako sio kama ya wengine. Natangaza kibali cha ndoa juu yako kuanzia leo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Iwe yako, iwe yako, iwe yako, iwe yako, iwe yako.